ujumla mkoa wa Kagera umepakana na nchi kadhaa za pembezoni mwa nchi yetu. Sasa katika wilaya ya Bukoba imekuwa ni kama mapitio au sehemu ya kupitia wahamiaji haramu. Na hii tumekuwa tukipata taarifa mara kwa mara kwa wananchi wetu. Tarehe 4 mwezi wa 5 mwaka huu 2026 saa 12 jioni nilipigiwa simu na mtendaji wa kata ya Maruku akiniambia kwamba katika eneo lake la kata ya Maruku na hasa njiani kwenye barabara kuu hii ya kutoka mjini Bukoba kuelekea wilaya ya Muleba au ambaye ni njia kubwa pia ya kuelekea nchi jirani za Uganda na nchi zingine, alikamata wananchi ambao ilionekana ni wahamiaji haramu. Wananchi hao walikuwa wametelekezwa. Wananchi hao walikuwa ni zaidi ya 16. Walikuwa wametelekezwa katika eneo hilo, eneo ambalo ni la pembezoni mwa barabara. Mtendaji wa kata kaniambia kuna wananchi hapa waliletwa na gari wakawa wameshushwa hapa. Baada ya kuwa wameongea nao wale wananchi wakashindwa kuongea lugha ya Kiswahili, lakini mmoja akaweza kuongea Kiswahili. Akasema wao ni wananchi wa nchi ya Burundi, lakini walikuwa wakiishi kwenye kambi ya wakimbizi ya Nduta iliyopo mkoani Kigoma. Sasa waziri wa mambo ya ndani alifunga kambi ile wiki iliyopita. Na wale waliokuwa wanatoka nchi za jirani walisafirishwa kuelekea nchi zao. Lakini akasema wao walipelekwa kwenye kambi moja wapo, lakini maisha yakawashinda kule, wakapata mtu wa kuwavusha kuwaleta kwenye mkoa wetu wa Kagera, awapeleke eneo la Kagera Sugar wakapate kufanya kazi mbalimbali katika sehemu ile ya Kagera Sugar. Kwa hiyo anasema walipofika pale gari liloko nalo liliwashusha pale, wakawa waje kuchukuliwa na mtu mwingine. Kwa hiyo wakawa wamekaa tu pale wakisubiri ile gari, ndio maana watendaji wetu wakawa wameona pale. Kwa mimi nawashukuru mtendaji wa kata ya Bwizanduru Bwana Darius, lakini pia na mtendaji wa kijiji cha Bwizanduru. Baada ya kuona wale ni watu ambao hawaeleweki, sio wa Tanzania, moja kwa moja wakanipigia simu na mimi nikataarifu vyombo vinavyohusika na wahamiaji haramu. Tukafika kwenye lile eneo, tukawa tumewachukua. Walikuwa watu wazima kama 5, lakini wengine wote walikuwa ni watoto wadogo. Na ni watoto wadogo wa chini ya miaka 18. Mbaya zaidi wengine mpaka watoto wanaonyonya walikuwa pale. Watoto wadogo, watoto ambao walitakiwa wawe shule lakini hawapo shuleni, haijulikani wanakwenda wapi. Kwa hiyo tukawa tumekwenda na vyombo vinavyohusika, wenzetu wa uhamiaji, lakini na vyombo vingine vya usalama, tukawa tumewachukua wale watu. Kwa hiyo kuanzia tarehe 5 wataendelea kushughulikiwa, aidha kama ni kurudishwa au kujulikana walikuwa wanapelekwa kwa wapi. Kwa mimi nitoe wito kwa wananchi wangu wa wilaya ya Bukoba, kokote tunapomwona mtu ambaye hatumuelewi, kwa sababu hapa kama nilivyosema ni mkoa unapakana na nchi nyingi za jirani. Kwa hiyo tukimwona mtu yote ambaye haeleweki, haijulikani anatoka wapi anakwenda wapi, basi tumweke kwenye kizuizi, watupe taarifa kwa haraka ili tuweze kufika kwenda kumchukua huyo mtu au kwenda kuchukua watu tuwafikishe kwenye vyombo vya sheria. Wale watoto wadogo kama vile wangeingia kwenye jamii yetu wakakaa wakakua, sio rahisi kujua kwamba huyu mtu hakuwa raia wa Tanzania. Watu wengine wananyonya. Watu wengine wangekuwa darasa la kwanza, la pili, la tatu, la 4 au la 5. Kwa hiyo mtoto akiingia kwenye jamii leo, akakuwa kwenye jamii, kutafuta cheti cha kuzaliwa ni rahisi tu, lakini baadaye kwa kizidi miaka 14 kupatiwa kitambulisho cha NIDA ni rahisi pia. Kwa hiyo tutakuwa tunaingiza wahamiaji haramu wengi bila kuchukua hatua. Kwa mimi ni waendelee kusisitiza wananchi watoe taarifa hizo, lakini pia vyombo vya usalama tukiendelea kuwapa hao watu na hasa wenzetu wa uhamiaji, basi waendelee kukabiliana nao vizuri. Lakini wananchi wametueleza pia kata ya Karabagaine na kata ya Maruku imekuwa ni eneo ambalo limekuwa ni kama corridor la kupitisha wahamiaji haramu. Wakifika kwenye barabara kubwa pale wanashushwa, wakishashushwa wanachukuliwa na magari madogo, wakichukuliwa na magari madogo hawapiti Bukoba mjini. Kwa hiyo kutoka pale kwenye kata ya Maruku, kata ya Karabagaine, watapita katika vijiji vingine, watatoka Bwizanduru, watakwenda Itawa, wakitoka Itawa watapita wataenda Kabale, wakitoka Kabale wanatokezea Katoma, wakitoka Katoma wanachukua barabara moja kwa moja wanaingia wilaya ya Misenyi, wanaelekea kama ni Mtukula au kuvuka kabisa Mtukula na kwenda nchi jirani kama ni kuvuka vile. Lakini kama ni wa hapa basi wataingia kwenye vijiji vyetu, watatafuta kazi za kulima, kazi za kuchunga ng'ombe, yani kwa maana kutunza mifugo, wataendelea kuishi na baadaye wanakuwa raia tu wa Tanzania, kwa maana wakishakaa kule na bila kuwashtukia sisi
wakihitaji vyeti vya NIDA wataandikiwa barua za kuwatambulisha kwa watendaji au wenye viti wa vijiji, na sisi bila kujua tutawapa vyeti hivyo na watakuwa raia. Kwa hiyo tutapata raia wengi wasio wa Tanzania kwa namna hiyo. Kwa hiyo sisi tunaendelea kupambana kuzuia wahamiaji haramu ili nchi yetu endelee kuwa na amani, na sisi tuliopo tuendelee kuishi kama ambavyo tumekuwa tukiishi kila siku.